Mtangu mmoja aliniambia hivi, kama haupo tayari kuweza kuvumilia maneno mabaya ama comment mbaya kutoka kwa mtu ambaye unataka kumsaidia, haupo tayari kuwa kiongozi. Gharama ya kuwa kiongozi ni kutokueleweka na mtu ambaye unajitahidi kwa namna zote kumtoa hatua moja kwenda hatua nyingine ambayo ni bora, nzuri kuliko aliyopo nayo sasa hivi. Gharama ambayo utailipia kama kiongozi ama mtu ambaye unatamani kuinfluence maisha ya mtu ama watu kutoka hatua moja kwenda nyingine, ni mtu kuanza kucomment vibaya, kukujibu vibaya, kutokuelewa, kuchukua kitu ulichokimaanisha A kukimaanisha kuwa B kwa makusudi, wakati ukiwepo unafanya jitihada za kuweza kumsaidia. Halafu sasa ikishatokea wakati umeondoka, wakikaa chini wao kwa wao, ndio wanasema lakini yule bwana alisema hiki, kumbe yule bwana alimaanisha hiki, yule jamaa alikuwa anamaanisha hiki, kumbe hii ndo faida yake, kumbe haya ndo matokeo aliyokuwa anayamaanisha. That moment, hiyo ndo gharama utakayochukua kuweza kumuongoza mtu. Kwa mfano, unaweza kaa kwenye social media hapa, kufanya consultation na mimi one on one, sio chini ya $500,000 kukaa na mimi chini tukazungumza kwa ajili ya jambo lolote la kibiashara, ujasiriamali na everything, kampuni, kumanage na knowledge na skills zote tunazofanya. Watu wanalipa kukaa na mimi chini, lakini sasa nikaja hapa kwenye social media nikatoa concept ambayo ni life changing na ina matokeo kwa watu wengine, na imetokea kwenye biashara yangu na kampuni yangu na kampuni za watu wengine. Lakini anaweza katokea mtu mmoja ambaye anakuja comment, yuko hata darasa la 7 huko, au hata shule hajamaliza, au hata amemaliza chuo kikuu, yupo kwenye ajira ambayo haipendi, anakuja tu na comment pale chini, labda semeni ukweli ambao mnaosema kuna vitu hamsemi nyie bwana, msidanganye bwana, au anaweza kutoa comment mbaya kabisa. Hiyo moment, hiyo ndo nasema ni gharama ambayo naitumia mimi kuhakikisha watu ambao natamani waelewe kitu ambacho hawakijui na wamekwama kwa muda mrefu kutoka tu hapo waliopo kwenda next step. That is the price ambayo nalipia. Ila yeye ataona, atacheka, ila chini yake kutakuwa na comment nyingine anasema thank you so much, this helped me, au thank you so much, I think toka nimeanza kufuatilia kumekuwa na matokeo kwenye kampuni yangu, toka nimeanza kufuatilia nimeweza kutoka hatua moja kwenda nyingine. Chini kuna comment hiyo, afu juu yake kuna mtu anacheka, ingekuwa hivyo ingekuwa rahisi, kila mtu angekuwa nacho. Do you see? That mentality ndio inatofautisha kati ya watu wanaopata, wanaopiga hatua na wengine wanaobaki pale pale. Lakini mimi kwa sababu I understand what is going on there, I sit and watch.